Mtazamaji wa Mpenja TV, karibu sana tuizungumze michezo. Leo ni Media Day ya Azam FC. Tunajilimbwasa kwa namna moja au nyingine. Tuko na wachezaji wa Azam FC tunazungumza nao kuhusu msimu huu, performance binafsi pia na mengi ambayo wewe unatamani kuyasikia kuhusu wao. Niko na Pascal Msindo hapa, nyota kutoka Azam FC, fullback ya mpira. Tunazungumza mengi bwana Sheikh. Vipi hali? Safi ndugu yangu. Kwa vizuri hivi tukuone duniani. Hivi. Hapo safi. Naam. Kwema. Kheri. Safi kabisa. Bwana, kabla hujazungumza kuhusu Azam, hivi karibuni kuna michezo ya timu ya taifa ambao ulikuwa kwenye kikosi kilichoitwa, na kuna baadhi ya michezo pia ulipata nafasi ya kucheza. Umekuwa na performance nzuri sana kwenye kikosi cha timu ya taifa. Ukisikia mdau wa mpira, shabiki, mwana michezo anasema Pascal ni miongoni mwa fullback ambao wanatarajiwa kuwa wakubwa sana kwa siku za usoni, una kipi cha kumjibu? Cha kumjibu kikubwa ni kushukuru. Kushukuru kwa sababu nathamini sana mtu anapokubali kile kitu ambacho anakifanya. Ni jambo kubwa sana. Kwa hiyo hamna cha kusema zaidi ya kumshukuru. Unakiri hilo na wewe mwenyewe? Yeah, 100%. Yeah, kwamba umekuwa na performance nzuri karibuni. Yakizungumzwa maana yake ni kweli. Mimi nataka ulizungumze wewe. Yakizungumzwa maana yake ni kweli. Unajua kuna muda unaweza ukawa unafanya kitu wewe ujioni, lakini wale watu ambao wanakutazama ni wanaona zaidi. Kwa hiyo mimi ninaweza nikawa labda nafanya kitu naona cha kawaida, lakini kuna watu ambao wanatazama na bwana mimi nafanya kitu kikubwa sana. Sawa. Hebu nitajie kwa haraka sana. Nataka uniambie, unitajie role models wako kwenye mpira wa Tanzania ambao ni fullbacks, ambao umekuwa ukiwaangalia muda wote wasema na our brothers wananifundisha sana kitu. Kapombe, Shaba, kama fullback umesema? Fullbacks. Kapombe, Shaba, kuna mjamaa mmoja alikuwa kipindi yuko Singida, Asante. Anaitwa nani? Asante Kwasi. Alikuwa fullback, alikuwa anacheza Singida ile. Captain alikuwa Muda. Batambuzi, Shafiki. Shafiki. Kaenda Fountain Gate. Nilikuwa nafuatilia sana. Kuna mzee wangu alikuwa hapa Blues. Alikuwa na fighting spirit ile. Nilikuwa napenda sana. Sawa. Ukiacha fullback, kuna eneo lingine uwanjani unaweza kucheza? Kama winga namba 10. Winga namba 10? Unazima juu? Kwa hiyo kwa mfano kocha akaweka wewe na Fei pale, mchaguani mmoja anze namba 10, unaweza ukachukua namba yake? Mimi na nani? Fei. Fei ana mpinzani kaka. Fei sasa ndio eneo lake hilo. Ataanza yeye, nitamsubiria. Utakamponde. Nitamsubiria, nitakuwa namshangilia. Au utakuwa namshangilia? Sawa. Nafasi ya 3 msimu huu kwenye msimamo wa ligi. Kikosi cha Azam FC. Ni msimu ambao kwa namna moja au nyingine hauwezi kuwa mafanikio sana, kwa sababu yale malengo ambayo yalizungumzwa mwanzo wa msimu hayajatimia wakati msimu unakwenda kutamatika. Unafikiri mmekuwa mkipitia changamoto gani labda msimu huu hadi malengo yenu kutokutimia? Kwa haraka siwezi kusema changamoto, lakini mimi kwa sababu nikisema changamoto labda tuna kikosi ambacho kina wageni wengi, nitaanza nikasema sio kweli, kwa sababu kuna wenzetu ambao nao wamesajili vile lakini wapo katika nafasi nzuri. Kwa hiyo changamoto zingine natumaini zipo na watu wameziona, uongozi wameuona wapi tulipokosea, na natumaini kama umeonekana manake watafanyia marekebisho ili tuweze kuendeleza msimu wetu mzuri kama msimu uliopita. Umeshawahi kuota siku moja kubeba ubingwa? Ukiwa Azam au ukiwa nje, yani vyovyote, lakini wewe binafsi? Ni ndoto. Mimi natumaini ni ndoto wa kila mchezaji, maana yake unacheza ili mwisho wa siku uje kuwa bingwa au uje kuachieve kitu fulani. Na kuhusu kimataifa pia? Niko namna gani wewe unatamani kucheza mechi za kimataifa kwenye club level tukiachana timu ya taifa? Kwenye kiwango kwenye club na natamani kwa sababu unajua unapokuwa unacheza mashindano ya kimataifa kunakuwa na chance kubwa sana za kuonekana, kwa sababu kule unakuwa unacheza na watu tofauti, alafu kuna watu wengi sana ambao wanakuwa wanafuatilia ndani ya nchi na nje ya nchi. Kwa hiyo ni CV kubwa sana kwa mchezaji kucheza mashindano kama yale. Kwa hiyo na wish siku moja tufike katika level kubwa sana katika mashindano haya. Kwa hiyo ukiangalia ndugu zako kwenye TV wao unatabasamu sana, dada mimi siku moja nifike finali au nusu finali kama hawa. Na wish siku moja itokee hivyo. Unatamani? Kupitia Azam FC unahisi hilo linaweza kufanikiwa? Linawezekana. Kwa shida waga ni nini? Shida zipo na natumaini wahusika wanazijua shida. Kwa hiyo wahusika wakina nani? Sababu wewe ni mhusika, wewe mchezaji. Sasa mimi mchezaji siwezi nikasema
shida kwenye timu. Manake ndio maana kuna walimu, ndio maana kuna nini, kuna technical staff, sisi kuna viongozi wa timu. Kwa hiyo manake matatizo ya timu yanayotokea, manake wao ndio wanafanya nini, wanaona. Mimi siwezi nikawa nacheza uwanjani alafu muda huo naangalia matatizo ya timu. Ndio maana kuna walimu, kutoka kwenye walimu kuna ngazi siju za juu za viongozi, manake wao ndio wanaona kila kitu. Manake wanaona wao wachezaji wanafeli wapi, bwana kuna sehemu fulani labda tunakwama hivyo. Sawa. Msimu huu ni winga gani umekutana naye kwenye mechi za ligi kuu ambaye amekupa changamoto kweli kweli? Ambaye anasema huyu jamaa msimu huu au kwenye mechi fulani kuna mtu alinikamua sana. Mbembe hapo kidogo kumpata. Tafuta mmoja au wawili. Mmoja au wawili afu nielezee ilikuwaje hadi ukaona changamoto ni kubwa kwa. Mechi ambayo nakumbuka labda sana kuna mechi ya Tabora. Tucheza na Tabora kule kwao. Mimi waga hali ya kule inanisumbua sana. Kafa mbili. Yani hali ya kule mimi sio mtamu kabisa. Ni ile pale nakumbuka. Alafu kuna mechi ya Yanga. Nilicheza nikiwa nimeumia hapa. Ile pale. Uliumia maneno haya nakumbuka ulikuwa unakimbia toka mechi inaanza niko ile nilikuwa nimeumia. Nakumbuka ni mechi hizo mbili kwa haraka. Tuanze na ile ya Tabora. Kule alikusumbua nani? Kule nani Chikola mjomba wangu. Tunamuita Lampard jina lake. Sidhani kama nalijua. Sijui kujua. Lampard kwa Morogoro. Alikukamua sana offense. Sio sana, yani aliayewa tu nahisi kama sio mpira mmoja miwili kitu kama hiko. Mechi ya Yanga alikusumbua hapa nani? Sasa Yanga huwezi kumtaja mchezaji mmoja kwa sababu ujue Yanga system yao wanavyocheza ni watu ambao wanapishana. Yaani hamna mtu ambaye anacheza eneo moja na kaa huko. Kwa hiyo kuna muda huko unaweza kumkuta Maxi, unakumkuta Pacome, sio kumkuta yani hivyo. Lakini nakumbuka nayo ni mechi ambayo ilinisumbua. Kwa hiyo huo mbadilishano ndio ulikupa joto. Lakini sio mtu mmoja. Sasa akija sasa hivi unapata flavor ya huyu. Baadaye unakuja kupata flavor nyingine. Kwa hiyo ukachanganyikiwa ujue udili na flavor hiyo. Na ongeama. Huwezi kwama. Sasa unamfuata na mkaba? Alafu na ule kule naye hame. Hiyo kwa watu wa mbele ndio inawezekana, lakini kwa sisi huku ni watu ambao wanatakiwa uwe na discipline ya position. Kwa hiyo kwa huwezi kuwa mama kama hivyo. Hivi mzee miguu yote mguu mmoja. Natumia kulia. Unajua kuniona? Sijawahi. Natumia kulia. Kulia unatumia? Kwa ukipeleka kule kulia unacheza vizuri. Nishaye kucheza namba 2 mimi. Okay. Kuna msimu kocha alikuwa Molin. Nimecheza sana namba 2. Safi kabisa. Fresh. Mimi sija kuona. Fuatilia. Cheza sana namba 2. Cheza mechi na Mtibwa ile pale bado ipo, nicheza namba 2. Kuna mechi hapa namba ya kwanza nikacheza tena namba 2. Lakini wapi ambapo unakuwa mtamu zaidi unavyojiona? Kucheza kulia au kushoto? Mimi kushoto. Kwa sababu namba 2 yani sijacheza sana, yani ni mechi chache sana. Lakini nikicheza namba 2 huko sana nakuwa nacheza kama winga. Tatizo unajua muda wote nazamia ndani. Cross chache sana. Kipi kinakufurahisha? Kukaba zaidi au kushambulia zaidi? Mimi zote. Unajua kukaba sana. Sana. Nilisikia podcast moja wa South Africa. Aliposti habari wenu Zaka. Ilikuwa podcast wa South Africa, mechi ya South Africa na Tanzania ya kirafiki. Wakawa wanazungumza kuhusu performance za wachezaji. Kuna baadhi ya wachambuzi wakakumention Pascal Msindo, wakasema kwamba ni miongoni mwa promising top flight fullback ambao wanapatikana Afrika. Sijui uliona ile? Niliona. Uliona? Unahisi vipi ukiona watu kutoka mataifa mengine wanakuzungumzia kwenye mema? Kwanza kama nilivyosema mwanzo, ujue ni jambo kubwa sana. Yaani hamna kitu kizuri kama mchezaji ukiwa unafanya jambo afu watu wakalipokea kwa ukubwa. Yani kwa mimi kama mimi yani kuna kitu fulani na huwa nakifeel yani kwamba kuna kazi nafanya, ndio maana watu wanakubali. Kwa hiyo yani nilijisikia vizuri sana furaha. Hasa mtu ambaye hakujui yani anatokea nchi nyingine afu anakusifia yani mpaka umri. Kwa hiyo ni jambo kubwa sana kwangu. Nilipenda sana ile. Au kwanza bana safari ya kutoka ndio hii sasa nje ya nchi. Hamna kila kitu kuambia wanao bana ndio hii, hao ndio mawakala. Hapa ndio tunaondoka hapo. Au kwanza hivi? Hamna, sikuwaza, lakini nilishukuru tu yani kwa kile yani
kwa kile kitu alichofanya ni kitu kikubwa sana. Kwa sababu ujue ni mtu ambaye anasikilizwa. Maana yake ile sio Tanzania tu, ni wasauzi, na maana yake ni wengi sana wamefuatilia kile kipindi. Kwa hiyo kwa maana yake kama yeye amenitaja katika kipindi cha Sauzi, maana yake kuna watu jina langu maana yake lipo kule South Africa. Kwa hiyo yani maana yake ni jambo kubwa sana kwangu. Unatamani kucheza nje? Ni ndoto. Kama taifa gani unatamani? Yaani kuna taifa ambalo unasema mimi natamani nicheze ligi fulani. Europe tu. Europe. Tamani sana. Tamani sana. Timu gani bwana? Yote tu. Lazima utakuwa unaleta chama lako pendwa. Ulaya kaka. Ulaya. Hata ukizima Newcastle. Ulaya tu. Popote pale. Wamenyooka sana. Ulaya popote pale. Sawa. Unashabikia timu gani nje ya Tanzania? Barcelona. Okay. Hivyo kwa mfano ukifikiria ikatokea leo ukapata nafasi labda kwenda kufanywa majaribio Barcelona, kwa intensity yako, talent, nguvu, unaweza kumanage? Unaweza? Naweza. Si unatengenezwa kila kitu ujue, afu umeona wenzetu hawaangalii tu masuala sio ya nguvu sio nini, ujue vitu kama nguvu sio nini ni vitu ambavyo mchezaji unaweza ukamtafutia. Maana yake kuna masuala ya chakula, kuna masuala ya gym. Kwa hiyo kwenye trial kuna vitu ambavyo wao wengine wanaviangalia, yani wao wenyewe wanaviangalia. Sawa. Ukiangalia ile kina Balde, ukiangalia ile kina Kundo, sasa mimi nacheza hapa. Sio kiwepesi, lakini ukijenga unacheza. Yani uwezo ukasema tu natoka hapa naenda kule nacheza. Maana kuna misingi yake lazima upitie afu unacheza. Ni wachache sana yani unatoka huko afu unaenda kule unacheza moja kwa moja. Hapana. Lazima kidogo kuna muda. Lazima kuna muda utengenezwe. Hata ukifuatilia wenzetu walioenda kule, unaenda kwanza labda unakaa kwanza sababu mechi fulani, kuna muda unaingia sababu, yani ndio maandalizi yenyewe yale mnajengwa. Unalala sana gym. Gisho sana vyuma, unatengenezwa mwili fresh. Sawa. Tuanze kwa hili la mwisho. Kuna kipindi ilizuka mjadala kwamba ligi yetu ni dhaifu kwenye upande wa kitaalam. Wako ambao walizungumza ni dhaifu kutokana na level ya intensity kuwa ndogo. Pascal umecheza baadhi ya mechi za kimataifa ukiwa na timu ya taifa na nyingine pia ukiwa na Azam FC, lakini kwa Azam hujafanikiwa kufika mbali zaidi. Unapata testi gani ukicheza mechi za nje ya Tanzania na timu kutoka nje ya Tanzania na mechi za ligi kuu hapa? Unaweza kukiri hoja kweli sisi intensity yetu ni ndogo? Ujue mimi sio mtu ambaye nafuatilia sana masuala ya mitandao nafuatilia sana, lakini ukisema kwamba sio intensity yetu ni ndogo, maana yake au ukisema ligi yetu dhaifu, maana yake kuna timu kama Simba na Yanga ni watu ambao wamecheza finali mara mbili. Kwa hiyo ukasema ligi yetu dhaifu afu kuna timu ambazo zinashiriki ligi yetu afu huko zinafika mpaka finali. Sio shanifahamu. Kwa maana yake timu zetu zina ubora na ligi yetu ina ubora, ndio maana zinatoka timu Tanzania zinaenda kucompete mpaka kwenye mashindano ya kimataifa na zinafika finali. Maana yake zingekuwa sio bora, zisingeweza kufika hatua kama ile. Tungekuwa natoka tu hatua makundi au mwanzoni basi. Kwa maana yake mpaka nafika kule, maana yake kuna ubora ambao unapatikana kwenye ligi yetu. Ukisikia mtu anasema wachezaji wazawa hawana ile intensity nzuri au kubwa kushindana kwenye mechi za kimataifa, una kipi cha kumjibu? Ujue kwenye mpira kila mtu ana maono yake na kila mtu ana namna yeye ambavyo anaweza ana mtazamo wake. Kwa hiyo ni uwezo kupinga mtazamo wa mtu. Kwa maana yeye anaona wazawa hawezi sio kushindana, sawa, mwache abaki na mtazamo wake. Unajua uwezo kumshawishi nyani, yani asali tamu kuliko ndizi. Kwa hiyo yani hawezi kukuelewa. Kwa hiyo yeye kama amestiki kwenye hiyo basi mwache. Lakini sisi kama wachezaji manake tuna kazi ya kuapprove long watu kama hao. Kuapprove long kwa namna gani? Manake tunatakiwa tupambane tukipata nafasi, kuonyesha ili waamini sasa baadaye kwamba bana kuna kitu fulani kinaweza kawezekana hata kwa wazawa au kwa mchezaji yoyote. Au wageni waje tunacheza nao. Waje. Unacheza nao. Ni kupambana tu kwa mchezaji. Kupambana kwa mchezaji ndio kutakupa nafasi. Si hata hapo si ungechukua namba? Ndio kupambana tu kwa mchezaji. Bora ukiri. Yani umeona kwenye sehemu yote. Mimi sitaki kuamini kwamba mwalimu ataweka mchezaji mzuri nje kwa sababu eti labda mchezaji fulani sijui ana jina fulani au anatokea sehemu fulani. Maana yake mwalimu anampanga mchezaji ambaye yeye atamsaidia ili kutimiza malengo. Angeshinda kibarua chake. Kwa hiyo mwalimu hawezi kuangalia wewe sura eti sijui bwana yule pale sijui amekanywele hivi au sijui anatoka sehemu fulani nimpa.
Maana ukipambana utafanya nini? Utacheza. Ndio mpira jinsi ulivyo. Au sio? Bana msikia Mama Lido anakutaka kumbe. Yule mwehu yule. Afu za kweli ujue. Nasikia mimi mwenyewe tu kama nyie. Lido anakutaka. Mwenyewe nasikia tu kama. Safari hiyo Pasco ujue. Lisemwala ulipo, kama alipo linakuja. Ngoja tusubiri. Basi inshallah. Inshallah. Hapo hapo. Bana huyo ni Pasco Msindo, nyota wa Azam FC. Tumezungumza mengi tangu tumeanza mpaka hivi tunafika ukomo. Sina la ziada, naitwa Diego. Asante na kwaheri.